Kipindi kama hichi kwetu sisi ni kipindi cha pekee sana, kwamba tunaenda kutoa kile Mungu alichotubariki. Hebu sema pamoja na mimi: Bwana Yesu, umenibariki kwa kazi ya mikono yangu, na njia zangu za maisha umeziongeza na kuzidisha. Najua ya kwamba mikono yangu hufanya kazi ili kumiliki na kutawala njia za uchumi. Amen. Basi tunapoenda kusikiza neno kwa dakika chache, nitatumia dakika chache sana katika kuongea. Fungua pamoja na mimi Wakorintho wa pili. Kitabu cha Wakorintho wa pili, sura yake ya 9. Nianze mstari wa 6. Lakini nasema neno hili: apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote, mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Kama ilivyoandikwa, ametapanya amewapa maskini, haki yake yakaa milele. Naye ampaye mbegu mwenye kupanda mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye ataongeza mazao ya haki yenu. Mkitajirishwa katika vitu vyote, mpate kuwa na ukarimu wote, umpatiao Mungu shukrani kwa kazi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mwandishi mtume Paulo anawaandikia Wakorintho mambo ambayo yatupasa kuyajua kuhusu utoaji, kanuni zake na faida zake wakati unapotoa. Utoaji kwetu sisi ni baraka. Utoaji kwetu sisi ni kuongezeka. Utoaji pia kwetu sisi ni utajiri. Maandiko yanasema hapa hivi: mkitajirishwa katika vitu vyote, mpate kumpatia Mungu shukurani. Anaendelea anasema kuhusu kutoa, akifafanua kana kwamba kutoa ni kupanda, kama vile mtu achukua mbegu kwenda kupanda. Siku zote mtu aendaye kupanda huwa anatazamia siku moja atavuna baada ya kupanda. Lakini hata katika kanuni ya kupanda, mbegu moja uzaa zaidi ya 100. Kwa hiyo mpandaji anatazamia atapanda na atavuna kwa faida. Haleluya. Na mimi iwe hivi katika ibada hii: sadaka yako itazamie iko kwenye faida. Sadaka yako haiko kwenye hasara. Uzuri wa baraka za upandaji, Mungu ndiye anayetia maji, tunapata mvua kutoka juu. Wengine tunapata maji kutoka katika ardhi. Kwa hiyo kwa njia zote, ziwe zinatoka katika hali ya mvua au katika hali ya underground water, Mungu analeta mavuno. Sema amen, amen. Geukia jirani yako, mwambie kuvuna ni muhimu. Mwambie sasa, vuna zaidi. Namwomba Mungu asubuhi ya leo, katika matokeo yako ya kuvuna, usivune kwa uchache. Anasema Yesu mwenyewe katika kitabu kile cha Marko sura 4, mpanzi alipokwenda kupanda, zingine ziliangukia njiani, zingine zikakanyagwa, zingine zikachukuliwa na ndege. Lakini kuna mbegu iliyowahi kuingia katika udongo mzuri. Ile Yesu akaisemea ilizaa 1, 30, 60, hata 100. Haya matokeo matatu yakaingia katika matokeo ya kila unachokifanya. Bwana akakuongezea 30 katika mikono yako, akaongeze 100, akaongeze 100. Sema amen. Siku moja nilimwangalia Marko aliandika
30, 60, 100. Lakini Luka alikiuka mpango wa kwa uchache, uvunaji wa uchache. Luka alikataa uchache. 30 aliona kwake haifai, 60 kwake aliona itanichelewesha, akaenda moja kwa moja kwenye 100. Luka sura ya 8 mstari wa 8. Hiki ni kitabu ambacho nasema hata Mwalimu Nyerere alikichukua akatengeneza sikukuu ya 8-8. Sikukuu ya 8. Mwambie mwenzako nina 8-8 mkononi mwangu. Piga kelele, sema nimebeba 8-8. Hebu ongeza sauti, sema 8-8. Sikiliza lugha hii inasema, nyingine zikaanguka penye udongo mzuri. Hebu sema amen. Zikamea, zikazaa 1 kwa 100. Luka hakutaka 30, hakutaka 60. Yeye akaenda 1 kwa 1 kwa Isaka. 1 kwa 1 kwa na yule mtoto wa Abrahamu anaitwa Isaka. Isaka akaambiwa na Mungu, pamoja na kwamba njaa imeingia kwenye nchi na watu wanaenda kutafuta chakula katika nchi za watu wa mbali, akaambiwa hivi, wewe usiondoke, panda mbegu katika nchi hii. Huku juu mawingu yanaonyesha hakuna mvua, huku chini kila kitu kimekauka na dalili ya mvua haipo. Lakini Mungu akamwambia, baki hapa, kapande mbegu. Mwanaume akachukua mashamba ya watu, walioacha mashamba wakakimbia, akachukua ng'ombe, akachukua mnasema siji jozi ya ng'ombe na majembe yake, akaingia shambani. Watu walimuona mwenda wazimu. Wewe unafahamu hakuna dalili ya mvua mwaka huu, wawezaje kuingia kupanda? Na unafahamu mwaka jana hatujavuna, mwaka juzi hatujavuna, na sasa iko njaa, ila chakula kiko Misri. Isaka akasema, mimi ninajua sauti ya Mungu inapozungumza, siwezi kutia shaka wakati Mungu akiongea na mimi. Mungu amesema na mimi niende shambani nikalime. Naye alipoenda akaweka mbegu katika shamba. Biblia inasema mwaka ule Isaka akavuna 1 kwa 100. 1 kwa 100. Naomba neema ya Mungu kwenye mikono yako leo kuwe na alama ya 1 kwa 100. Kila sadaka ulionayo, 1000 yako iwe 1 kwa 100, 10,010 yako iwe 1 kwa 100, 20,020 yako iwe 1 kwa 100. Hebu piga kelele, sema 1 kwa 100. Na maandiko haya yanasema, ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Siri za ufalme wa Mungu kwenye kupanda. Ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu kwenye kupanda. Hebu chukua mbegu yako huku ukijua ninajua siri ya Mungu. Siri ya Mungu ni hii, 1. Wala mbona mnitiki vizuri? Mnitie moyo basi. 1. Nyerere alipoanza 8-8, mimi sikumuelewa. Ukienda pale kwenye sikukuu ya 8-8, hapa wameshawahi kwenda sana 8-8. Mimi niliwahi kwenda pale. Unakuta mlima ndizi. Ndizi inalimwa au mlima ndizi? Mkulima wa ndizi. Mnisaidie Kiswahili. So mlima ndizi, mkulima wa ndizi. Anakuja na nini? Anakuja na mkungu wa ndizi. Aji na ndizi, anakuja na mkungu mrefu kama mimi. Na sisi wote tunashangaa, amewezaje kupanda avune karoti ndefu namna hii? Wacha nimuone Mungu katika mikono yako. Sadaka yako iwe 1. Uipeleke katika eneo la kufanyia biashara, uipeleke mahali pa kampuni yako, upeleke kwenye maono na ndoto ulizonazo, alafu tuyaone matokeo ya 1 kwa 100. Muulize jirani yako, mwambie hii ni siri imefunuliwa kwako. Na kila aliye na masikio ya kusikia na asikie. Haleluya. Baadhi yenu mlishawahi kusikia ushuhuda. Niliwahi kuwa na gari moja, na hilo gari moja linategemewa na huyu mama mke wangu, linategemewa na watoto wangu. Lilinikera. Mama akienda zake kwenye mtaa wake, akitaka kurudi nyumbani manyunyu, ananipigia simu, njoo nichukue. Sasa nyingine niko na makamu askofu pale, tunakunywa kawa na mchomoka, naenda kutafuta kumchukua mama. Mara nyingine watoto akichukua gari hawarudi. Nikaona hii sasa moja inanisumbua, wacha niipande. Sema amen, amen. Nikaipeleka kwenye kuiuza, nikachukua zile pesa, nikapanda kwa ajili ya kujenga hili jengo. Nilipolijenga hili jengo, tukaanza kutembea na haisi bodaboda. Mimi kwa kweli haisi za Arusha zinanikera.
Urefu wangu nikiingia kwenye zile haisi na inama, sioni mbele tena. Sijui nyie mnakaaje humo ndani. Yaani wengine wote na magoti, viti vimebana. Sasa urefu wangu, alafu tena haisi zingine zinakubananisha, unabano mle ndani, hata sijui unapumuaje. Nilivumilia, lakini nikitoa hiyo moja, na leo nina magari ambayo sina hesabu yake, yako hapo malongoni yangu. Na mimi natamani patokee moja yako, sadaka yako yoyote asubuhi ya leo. Wewe shika hiyo sadaka tu, alafu sema hii ni moja. Haleluya. Sema amen. Kwani kuna ubaya gani ukiongezeka mara 100? Watoto wako wakaongezeka elimu zao, shamba lako likaongezeka na ng'ombe wako wakaongezeka. Kuna ubaya gani kama ukifungua na kampuni nyingine? Kuna ubaya gani ukianzisha kampuni ya tours? Kuna ubaya gani ukifungua kampuni ya madini? Kuna ubaya gani ukifungua kiwanda chako? Kuna shida gani? Tunachotaka moja kwa 100. Haleluya. Mwangalie jirani yako, mwambie ninafanana na moja kwa 100. Msiniletee sadaka mimi sasa. Sasa tunazibeba tunazipeleka kule. Naweza kazichukua sadaka zenu zote. Moja kwa 100. Mwambie mwenzako moja kwa 100. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya matoleo haya. Ninatamka yanapotolewa yakalete mbegu ya kuzidisha na mkate uwe chakula. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuna sehemu ya 10 ya matoleo. Kama unachukua bahasha yako, simama na bahasha ile, utakuja utasimama.